Kuna viongozi wao huko tumesikia wamekula pesa za tone. Mbona hawajaleta hizo hoja? Jina langu naitwa Haji Emmanuel Mwakatebe, ndiye katibu wa hamasa wa Senate mkoa wetu wa Dodoma, vyuo vya kati na vyuo vikuu. Leo nimeona nijibu kidogo kuhusu upotoshaji ambao ndugu zetu CHASO wanapotosha umma. Wakati mwingine upotoshaji unapoenea sana unageuka kuwa ukweli, kwa sababu watu wanakuwa hawana uelewa na hilo jambo. Nimemsikia kiongozi mmoja wa CHASO, simfahamu jina lake, kwenye mkoa huu wa Dodoma akipotosha umma kwamba ili mtu aweze kupata mikopo ya elimu ya juu ni lazima awe mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Mikopo ya elimu ya juu hutolewa kwa vigezo vya bodi ya mikopo. Vigezo vya msingi ni pamoja na sifa za kitaaluma, mahitaji ya kifedha na masharti mengine yaliyowekwa na bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Na wala sio wanachama wa chama cha siasa chochote. Sio CCM, sio hao ndugu zetu, sio ACT, sio CUF, wala ni CCR Mageuzi. Niwaambie ndugu zangu CHASO, lazima angalie vigezo vya bodi ya mikopo. Pengine kama alikosa mkopo ni kwa sababu hajakidhi vigezo vilivyoainishwa na bodi ya mikopo Tanzania. Lakini pia kuna tuhuma nyingine au upotoshwaji mwingine ndugu zetu wameuzungumza kwamba wapo vyuoni wanalazimishwa kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Nataka niwaambie ndugu zangu, vyuoni ni maeneo ya elimu, si vituo vya kulazimisha wanachama. Madhumuni makuu ya elimu ni kukuza utafiti na kuwajenga vijana kitaaluma. Shughuli za vyama vya siasa zinapaswa kufanyika kwa hiari, kwa kufuata taratibu za chuo na sheria za nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mtu unapotoka huko na tuhuma zako za uongo, kwanza kabisa unachafua taswira ya chuo, lakini pia unachafua taswira nzima ya nchi yetu. Niwaase ndugu zangu, waache kufanya siasa chafu. Tujikite zaidi kwenye utafiti, kujijenga zaidi kitaaluma kama wanafunzi na kama viongozi wa taifa la leo na taifa la kesho. Tujikite zaidi kwenye kujenga hoja za msingi zinazoweza kutuwezesha sisi kama vijana kutatua changamoto mbalimbali zinazozikumba jamii zetu, na wala sio kuleta taharuki na tuhuma ambazo tunatengeneza chuki kwa wananchi kuichukia serikali yao ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini nataka niwaambie tena, ndugu zetu wametoa tuhuma pia kwamba wanalazimishwa wajiunge na CCM wanapokuwa vyuoni. CCM ni chama kikubwa, kina misingi, kina falsafa, kina itikadi, kina shabaha. Lakini CCM inagusa maisha ya watu kuanzia kwenye mzizi mpaka juu kabisa. CCM ina mashina, ina matawi na mpaka ngazi zingine za juu. Na nataka niwaambie, katiba ya Tanzania inatambua uhuru wa kila raia kujiunga na kutojiunga na chama chochote cha siasa. Hivyo hakuna mtu anayepaswa kulazimishwa kujiunga na chama chochote cha siasa anapokuwa chuo au vyuoni. Wanachama wa CCM ni wa hiari. Na nataka niwaelekeze, niwaambie wa ndugu zangu kwamba leo mimi nimesimama hapa kuwajibu, lakini walitakiwa wajibiwe na vijana wadogo wachipkizi, kwa sababu ufahamu wao hauna utafiti wala hawana hoja za msingi zaidi ya kulalamika na kuleta taharuki. Sisi ni vijana ambao tumelelewa vizuri na tumewazidi parefu kuanzia kitaaluma, kujenga hoja na kuzipangua hoja. Wao wanadandia mambo. Leo akisikia Lecho Dango akasema hiki,
anapita naye. Akisikia Nuruvazi nani yule kasema hiki, analuka nacho. Akisikia Mangi Kimambi kafanya hiki, naye analuka nacho. Badala ya kuendelea kukibagaza na kutukana na viongozi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na kuichukia serikali yao, wangejikita pia hata kujibu hoja. Kuna viongozi wao huko tumesikia wamekula pesa za tone tone. Mbona hawajaleta hizo hoja? Lakini leo hii wanasema wanahitaji katiba ambayo itazungumzia kuhusu masuala ya utawala bora. Wamesahau kwamba kwenye chama chao kuna kiongozi amewahi kuwa kiongozi mkuu wa chama chao zaidi ya miaka 20 lakini sasa hivi viongozi wao wakifanya makosa, wanapoguswa wamejigeuza kuwa miungu.